Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni upi msimamo wetu kuhusiana na mashindano ya Qur'ani ambayo kwamba yamefanyika leo? Mashindano maarufu. Taban msimamo wetu sisi kuhusiana na masala ya mashindano haya, masala ya kufanya maulidi ya kuchinja ng'ombe 200, masala ya kujenga misikiti ya bilioni 20 na vitu mfano hivi katika miji yetu hii ya Afrika Mashariki, nafikiri ni msimamo ambao kwamba unafahamika, na kuna makala ambao kwamba niliandika juzi, nafikiri makala ndefu kabisa ambayo kwamba tumebainisha ndani yake ni upi msimamo wetu kuhusiana na vitu kama hivi, na ni yapi mambo ambayo kwamba tunalingania sisi kama vijana wa Afrika Mashariki wa Islam, ambao kwamba tunalingania sisi yapewe vipaumbele, na ni yapi mambo ambayo kwamba sisi tunasema kwamba hayana maslahi na sisi wala hayana maslahi na Waislamu. Na tumeeleza kwamba ni upi wajib wa wahisani na wafadhili wa ndani na wa nje ambao kwamba yatekana wautangulize katika kufadhili kuliko suala hili ama lile. Ili nafikiri sitolizungumzia sana kwa sababu tushaliandikia makala. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba nataka kuyaangazia ambayo kwamba yaliyoambatana na mashindano kama haya. Fanyeni mashindano yenu, sisi hatuna shida nayo. Lakini kuna baadhi ya mambo mnayoyafanya ni mambo hatari sana ambayo kwamba hayapo katika maslahi ya sharia wala hayapo katika maslahi ya Uislamu na Waislamu, bali yako dhidi. Kuhusiana na hapa nazungumzia kuhusiana na namna ya kuyatangaza haya mashindano. Yani tangazeni mashindano yenu kwa matangazo ambayo kwamba hayana mukhalafa, yani hayapingani na sheria. Mathalan nikutolee mfano. Kutangazwa mashindano ama kuwatumia wasanii ambao kwamba ni watu wafahamika, ni watu washenzi, ni watu waovu, ni watu ambao kwamba wako kwa ajili ya kuyavunja maadili mema, wako kwa ajili ya kuyavunja yale mambo ambayo kwamba sheria inalingania. Sisi kama mashekhe, sisi kama duati walinganizi wa Waislamu, tunalingania watu wajipambe na tabia njema, tunalingania watu waswali, tunalingania watu wasizini, tunalingania watu kadha mfano wake. Hii ndio kazi yetu. Tunalingania watu waabudu Mwenyezi Mungu, tunawalingania watu wajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu, wasijiweke mbali na mfano wake. Hii ndio ajenda yetu kubwa. Wasanii msingi wao ambao kwamba wanaosimamia ni kuwatoa watu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni kuwatoa watu katika haya yote ambayo kwamba ameyalingania Mwenyezi Mungu. Yani ni watu ambao kwamba ni katika maadui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa sababu mtu yeyote anayewalingania watu kuvunja sheria za Mwenyezi Mungu, huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mathalan, wasanii kazi yao nini? Kutangaza ushoga, kutangaza zinaa, kutangaza pombe. Mathalan nikutolea madhahir ya kutangaza ushoga. Mathalan msanii anapotoboa mashikio akavaa vipuli mashikioni, anapovaa cheni, tukuzuri sana, msanii anapopaka zile nini makeup na vitu kama hivi. Haya yote ni masala ambayo kwamba yanafanya na mashoga. Kwa hivyo lengo lake linakuwa nini? Lengo lake ni kuwalingania watu kwenda katika ushoga. Sizungumzi masala ya kamari na nini. Hii ndio kazi ya wasanii. Hasa hawa watu kazi zao ni vitu ambavyo kwamba moja kwa moja vinapingana na Mwenyezi Mungu. Yani maadui wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na sisi kama Waislamu, wajibu wetu ni kujitenga mbali na hawa watu, ni kuwalingania Waislamu na vijana wa Kiislamu wajiweke mbali kabisa na hawa watu, hata wasiwakurubie kabisa. Kama unaweza wewe kama shekhe, mfuate sirran, nenda kamlinganie. Amekuitikia, hakuna neno. Haja kuitikia, ameendelea na kazi yake, mweke mbali. Huna wajibu wa kumlazimisha mtu. Mweke mbali, mtenge kabisa. Alwala walbara, mtenge. Huo ndo wajibu wetu. Lakini kuwachukua watu kama hawa, washenzi, majitu makhabithi,
kuja kuwafanya kwamba ndio watangazaji wa mashindano ya Qur'ani, huku ni kupingana kabisa na sheria, na ni swala ambalo kwamba halipo kwa ajili ya maslahi ya Uislamu na Waislamu. Ni swala ambalo kwamba rubama huenda tukasema wana maslahi nalo wenyewe waliowatumia, lakini Uislamu la. Kwa sababu gani? Yani Qur'ani ni kitu ambacho kwamba ni mwongozo wa Waislamu, ndio kitabu chetu sisi Waislamu. Kila mmoja anapenda Qur'an. Kila mmoja anapenda juhudi zote ambazo kwamba zinahusiana na Qur'an. Anapokuona wewe ambaye kwamba anakuitakidi ni shekhe, anakuitakidi ni kiongozi, umemchukua msanii, umewachukua hawa watu washenzi kuwafanya kwamba ndio watangazaji. Unajua maana yake nini? Kumbe hakuna neno kushirikiana na hawa watu. Kumbe hakuna ubaya kuwafuata hawa watu. Sasa mathala mtu inawezekana hata alikuwa hawajui au alikuwa hawafuatilii au alikuwa amejitenga nao, wewe sasa ukao ndo ufunguo wa kuwafungulia hao kushirikiana nao. Unajua sisi kama shekhe, uhalisia ulivyo ni kwamba watu ambao kwamba wanaotufuata wanatufuatilia katika kila hatua zetu. Wacha katika maneno tu, wacha katika vitendo, mara nyingine hata katika mavazi yetu pia wanatufuatilia. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba itakikana tuchunge sana. Akikuona tu unafanya kitu, kumbe hakuna ubaya. Ushaona? Amekuona umemchukua si nani, umemweka katika tangazo la Qur'an. Unajua maana yake nini? Maana yake unawafanya watu sasa waanze kuwafuatilia. Maana yake sisi sasa, ama nyinyi ambao kwamba unajiita watu wa Qur'ani, sasa ndio ambao kwamba mnafanya kazi ya kuwatangaza hawa watu na kutangaza kazi zao. Na kazi zao ni vitu ambavyo kwamba viko kinyume kabisa na sheria. Ilikuwa wajibu wenu nyinyi ni kuwalingania, si kuwatangaza. Wallahi wa billahi wa tallahi, matangazo yao hawa watu hayapo kwa maslahi ya Qur'ani na Uislamu. Ni matangazo ambayo kwamba ukiangalia kabisa kwa jicho la kisheria, ni matangazo ambayo kwamba yapo yanavunja Uislamu na sheria ya Uislamu. Manake wewe unamtangaza yule, unamtakasa mbele za watu, unatangaza kazi zake. Kwa hivyo hata kama kuna Muislamu alikuwa hafuatilii kazi zake, sasa ndo ataanza kufuatilia kazi zake, kwa sababu kumbe huyu ni mtu mzuri bwana, ni mtu wa Qur'ani, huyu ni mtu wa kadha. Kumbe ni mtu tu ameenda pale kwa ajili ya maslahi yake. Yani mtu anajiita nabii mathalan. Mtu kujiita nabii ni ukafiri moja kwa moja. Ni ukafiri mkubwa sana. Mtu anajiita nabii alafu anaenda kumchukua kutangaza mashindano ya Qur'ani. Yani haya masala, tujua hawa watu wanaolingania wanaofanya haya mambo ya mashindano ya Qur'ani ni watu wajinga tabani. Hawaelewi mambo ya sheria na nini. Lakini kama ni watu wajinga, tuache hivi. Hatuwezi kuacha hizi kucha zao zikiendelea kuwa ndefu namna hii. Lazima zikatwe. Kama hamjui sasa kwamba haya mambo yako kinyume na sheria, ndio mfahamu. Mwezi kuwatumia watu washenzi, mwezi kuwatumia watu wanajiita manabii, watu wanajiita sio kina nani, kuwatumia katika kutangaza Qur'an na nini. La. Qur'ani haihitaji kutangazwa na watu washenzi. Qur'ani inajitegemea yenyewe kama yenyewe. Qur'ani haina haja ya kutangazwa na majitu makhabith. Kwani mngewachukua tu talabatul ilmi, watu ambao kwamba yani mashekhe na mfano wao, yani watu wa kawaida, yani ambao kwamba hawajihusishi na mambo ya kishenzi, wakatangaza Qur'an, yani msingepata hao watu ambao kwamba mnahitaji. Ama ni kitu gani ambacho kama mnachokifanya? Mnaifundisha nini generation? Malaki au mamilioni ya Watanzania ambao kwamba wanaofuatilia haya mashindano, mnawafundisha nini? Mnapotumia hawa watu hovyo kutangaza Qur'ani, mnawaambia kwamba shirikianeni nao, hawa hawana neno, fuatilie. Yani hamujawaambia direct, lakini indirect ndio hivyo kwamba fuatilieni kazi zao, hawana neno, hawa hawana shida, ni watu wa Qur'ani na mfano wao. Kwa hivyo sisi tunasema msimamo wetu kuhusu masuala haya ni msimamo ambao kwamba tupo kinyume kabisa na mambo haya. Fanyeni mashindano yenu na mfano wake, na pia mathalan sisi kama ahlul haqi tunasema kwamba ahlus sunnah wal jamaa, yani lazima tuchunge sana. Lazima tuchunge sana, kwa sababu kuna mbinu nyingi ambazo kwamba wanazozitumia mawahabi kwa ajili ya kupotosha watu. Kuna mbinu nyingi ambazo kwamba wanazitumia mawahabi sasa hivi kwa ajili ya kuwateka ahlus sunnah wal jamaa na kuwaingiza katika tajsim. Katika mbinu hizo ni haya mashindano ya Qur'an. Mashindano ya Qur'an wacheni wafanye wao kama wao, lakini sisi ahlus sunnah wal jamaa, kama unafanya mashindano, fanyeni mashindano yenu kama nyinyi, lakini si kushirikiana na mawahabi. Huko ni kuwapa watu wenu bure. Unaposhirikiana na mujassim katika kitu chochote kile, ujue wewe unaharibu dini, unaharibu tariqa.
Maana yake unawaambia watu wa tariqa, shirikianeni, huyu hana shida. Akishawachukua sasa, kidhahiri ni mashindano ya Qur'ani, sisi tunafundisha Qur'ani na nini. Akishawachukua sasa, akishaweka kwenye darasa lake sasa, ndo anaanza kuwafundisha tajsimi sasa. Ndo anaanza kuwafundisha nini? Tajsimi. Kwa hivyo si kila kinachong'ara ni dhahabu. Sio kila kinachong'ara ni dhahabu. Kwa nini tunakuwa na akili za kipumbavu namna hii ambazo kwamba hatuwezi kupambanua mambo, hatuwezi kuchanganua mambo. Kila tunachokiona sisi tunaona ni dhahabu. Kwa hivyo hii ndio tambihi ambayo kwamba alopenda kuitoa kuhusiana na haya mashindano yaliyofanyika, si mashindano ya dunia, si mashindano ya Afrika, si mashindano ya kitu gani, watajua wenyewe, la yahumuna. Lakini sisi kitu ambacho kwamba kinachotuhusu sisi ni kuwabainishia watu kwamba haya mambo wanaofanya hawa watu wanaojiita watu wa Qur'ani na Qur'ani iko mbali na wao kabisa, ni mambo ambayo kwamba ni mambo ya kikhabithi, ni mambo ambayo kwamba inakhalifiana na sheria kabisa. Unajua, nyinyi mnaghurika na madhahir, mambo ya nje. Sheria inaangalia haqiqatul amri, inaangalia undani wa kitu. Qur'an inataka kuzingatiwa, Qur'an inataka kufanywa kazi, Qur'an inataka kadha. Si dhahiri peke yake, la. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.